Ligi kuu ya soka ya Tanzania bara inaendelea wakati huu na ni katika dimba la CCM Kirumba pale jijini Mwanza, sehemu ambayo ni machinjio ya kila timu ambayo imekuwa ikitoka maeneo mbalimbali kuja kupambana dhidi ya Pamba Jiji. Mchezo ndo hivyo, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Tayari tumeshashuhudia boli likipigwa vizuri kwelikweli na kila timu ikiendelea kusaka matokeo kuhakikisha inaondoka na alama tatu muhimu na kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa ni wakati ambao Simba wanajiuliza tena kama mtani wao wa jadi ameshindwa kuokota alama tatu katika mchezo dhidi ya TRA, inakuwaje kwa upande wao ambao wamekuwa wakihakikisha pia wanazisaka, lakini pia wanajitengenezea nafasi ya kuendelea kutafuta sehemu ya kukiwasha, lakini pia kushika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. Simba kwa sasa wapo katika nafasi ya 4, lakini wanapishana kwa idadi ya michezo ambayo wamecheza, na kama pia ulikuwa unanifuatilia jana, nilikusogezea orodha ya timu ambazo zikiwasha vizuri basi kuna nafasi ya kuweza kumshusha mtani pale kileleni na kwenda kukaa pale. Lakini kwa upande wa Simba wakifanikiwa kushinda viporo vyao vyote, basi wanakuwa wamepitwa alama moja pekee na mtani wake ambaye ni Yanga. Sasa katika mchezo wa leo tayari bao ni 1-1, Simba wakitangulia kwa bao la Anicet Oura, huku assist kitoka kwa Eli Mpanzu Kibisawala ambaye anaendelea kuwa na mwenendo mzuri baada ya kuweza kupata kushindi kufunga ile bao la mwisho la ushindi ambalo liliwahakikishia Simba kuchukua alama tatu muhimu katika mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars. Anicet Oura anafungia bao la kwanza, lakini bao ambalo halijadumu kwa muda mrefu linakuja kusawazishwa na mchezaji wa Pamba Jiji kwa kupiga free kick ambayo imemshinda golikipa Kasali. Inaonekana jamaa huyu kuna namna watu watakuwa na mtarget sana, kwa sababu bao ambalo amefungwa ukitazama ni vipimo tu ambavyo mwana ameweza kuvipima vizuri, lakini pia akapiga bonge moja la kombora. Unajua yale makombora Faisal yale, basi ndio moja kati ya kombora ambalo mwanetu ameweza kulipiga na golikipa Kasali akatamani kuipunch, lakini ndio hivyo, mikono yake haikuwa na nguvu ya kuweza kupunch ule mpira kwenda nje, na badala yake kuweza kutua katika nyavu zake na kuhesabu 1-1. Mchezo ndio hivyo, bado ni 1-1, huku kwa wakati kule kwa wana lamba pia wakiendelea kupambana na kitu kile kile. So chambuzi zimekuwa ni nyingi, lakini pia kuna taarifa ambayo inaeleza kwamba tayari klabu ya Simba imeshamalizana na timu ya Singida Black Stars na kuweza kumsaini Kelvin Nation ambaye amekuwa na kiwango bora kweli kweli wakati ambao amekuwa akitumikia Pamba, na tuliona pia akiwafunga na kuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo amekuwa na kiwango bora kwenye michezo ambayo amekuwa akishiriki. Wilson Oruma ambaye ni mzee wa Jambia ameweza kuchangia na kusema baraza amefanya mechi iwe ya kushindania 50% kwa 50 na second balls sababu ya pressing yao. Ni aina ya game Pamba wanaenjoy, hasa pia ukizingatia aina ya kiwanja, ingawa ni ngumu sana kutegemea nguvu wakati wote dhidi ya technical quality ya Oura, Geye pamoja na Mpanzu. Let's go second half na tuone ni kitu gani ambacho kitaweza kutokea, lakini fahamu tu kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeweza kumalizika kwa mnyama kupata bao moja, lakini pia Pamba kuweza kusawazisha na kupata bao lingine. Taarifa ambazo nimezipata za Nation ni kwamba atajiunga na Simba katika dirisha mwishoni mwa msimu, niseme ndio atajiunga na msimu. Bado michezo kama 15 hivi ligi iweze kumalizika na tuweze kumshuhudia akiwa anavaa uzi wa nyekundu na nyeupe. Kuna mwingine ameweza kusema hadi sasa, kusema kweli nimependa sana namna ambavyo Pamba Jiji wamempa Simba game nzuri sana, wanakaba na wanashambulia kwa kivipindi, kitu ambacho kinawapa hali ngumu Simba kutengeneza nafasi za kutosha. Setup ya bao la Simba ni balaa jingine, moja kati ya mabao matamu sana. Credit kwa Eli Mpanzu Kibisawala ambaye alitengeneza nafasi ya bao la Simba ambalo limefungwa na Anicet Oura. Bao la Pamba Jiji pia bao ni bao nzuri, pia ni bao nzuri, lakini bao ambalo limetokana na kukosa umakini kwa kipa wa Simba Bwana Kasali. Ni mpira wa kutenga ambao pia ulimlenga pale pale alipokuwa amekaa, lakini alishindwa kuokoa mpira ule. Ni uzembe mkubwa ambao ameufanya mlinda mlango huyu. Hadi sasa ameruhusu mabao mawili katika ligi kuu ya soka Tanzania bara tangu aanze kucheza mechi za ligi kuu akiwa na uzi wa Simba. Naona sare hapa kama Simba itofanya reaction kipindi cha pili
maana hawa Pamba Jiji wako bora katika game ya leo. So ni mambo ambayo yanaendelea kujadiliwa katika dunia ya soka. Watu wanasema hadi Q5, watu waona ni kwa namna gani ambavyo mambo yanaweza kubadilika. So nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe na pia kugusa alama kengele na uwe mshiriki wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pindi tu ambapo zinatokea. Bado taarifa ya mtu mzima Jonathan Soa hatuifahamu na nitaendelea kuipekenyua kuhakikisha pia na wewe unaifahamu, kwa kuwa pia sio moja ya sehemu ambayo Simba ana uhakika mkubwa kuweza kumaliza, basi ni eneo la mwisho. Ufungaji amekuwa na tatizo sana pale, anakosa mipira kutenga, jambo ambalo watu wanatamani kuweza kumuona mtu mzima akiwemo, lakini ndio hivyo, bado mambo hayajawa mazuri kwa upande wao. Don't forget to subscribe na bonyeza hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani pindi tu ambapo zinatokea. Till next time, till baadaye nitakuendelea kusogezea updates mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea katika mchezo huu. Usiache kuweza kusubscribe na kugusa hiyo alama kengele na turn on notification ili taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea, basi na wewe miongoni mwa wale ambao watapokea taarifa hizi. Bado tutaendelea kukupa update za mchezo wa Simba dhidi ya hawa Pamba Jiji ambao wameonekana kuwa bora sana katika kipindi cha kwanza. Vipi katika kipindi cha pili watafanikiwa kuendeleza moto ule ambao wameweza kuanza, ama mnyama Simba ataendelea kufukua makombora na kufanya namna ili aweze kuondoka na alama 3 muhimu? Kumbuka pia mnyama akiweza kushinda mechi zake zote, basi anajitengenezea nafasi nzuri ya kuendelea kumsogelea mtani wake wa jadi, klabu ya wekundu, klabu ya Dar es Salaam Africans ambao inaongoza kwa alama 37. Till next time.